Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Na Trump jana alitangaza kuwa kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya miaka 34 kutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kati ya viongozi wa Israeli na Lebanon. Kutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kati ya viongozi wa Israeli na Lebanon. Yaani waziri mkuu wa Israel Netanyahu atazungumza moja kwa moja, ana kwa ana, na rais On wa Lebanon. Hii ni baada ya kile kinachoendelea. Swala hili lisikufikirishe sana kudhani kuna nini kikubwa. Nilisha kuambia kuwa serikali ya Lebanoni ilikuwa ni serikali gani, au ni serikali ambayo iko upande gani. Serikali hii ya mabadiliko, unajua baada ya Michel Aoun kuondoka kwenye ile nafasi aliyekuwa rais wakati huo, na kukatokea ile vita ya iliyomuua Hassan Nasrallah, ikatumika nguvu kubwa sana kutoka katika nchi za Ulaya pamoja na nchi kadhaa za Kiarabu kuweka shinikizo kwenye serikali ya Lebanon kuhakikisha kuwa inakata aina zote za usaidizi wa Lebanoni, yani kuitoa Hezbollah kwenye muhimili wa kisiasa. Hili lote lilitokana na nguvu ya Irani kupungua kutokea Syria. Kama mnakumbuka, Irani baada ya Bashar al-Assad kuondolewa katika vita ambayo nilizungumza sana kipindi hicho kuwa ni vita ambayo alikuwa akitafutwa Irani, wala alikuwa hatafutwi mwingine. Na nashukuru kuwa mimi si mtabiri, lakini baadhi ya vitu huwa ninavizungumza vinabaki, vinaishi. Nilizungumza wakati wa vita ya Syria nikasema mgogoro huu anatafutwa Bashar al-Assad na anatafutwa Irani aondoke, lakini si mwingine yoyote. Wengine wote watabaki. Na mpaka leo tunazungumza kuwa Urusi bado yuko ndani ya Syria na kambi zake zipo, kambi yake iliyopo kule Latakia ipo, na hata askari wake wako Syria mpaka leo hii. Baadhi ya askari wengi tu wa Urusi wako Syria. Kwa hiyo aliondoka Syria alikuwa nani? Ni Irani aliyekuwa akitafutwa. Niliyazungumza wakati huo. So nguvu ya Irani kumiliki miji mikuu. Unajua Irani kuna kipindi alikuwa anamiliki miji mikuu, alikuwa anamiliki miji mikuu ya mataifa karibu 4. Alikuwa Beirut, Lebanon, alikuwa anaishikilia. Alikuwa Damascus, Syria, alikuwa anashikilia. Alikuwa ana ushawishi ndani ya Baghdad, Iraq, na alikuwa ndani ya Teherani, na alikuwa ndani ya Sanaa. Miji mikuu 5 ya kikanda alikuwa anaimiliki. Akapoteza 2 katika hivyo. Akapoteza Damascus, Syria, na akaipoteza Beirut, Lebanon, baada ya kuuawa kwa Hassan Nasrallah. Yani kuna kile ambacho nimewahi kuzungumza mara kadhaa kuhusu uwezo wa Hezbollah na nguvu ya Hezbollah na kila kitu cha Hezbollah. Nilisema Hezbollah walipoteza leaders, yani viongozi wanaweza kufanya maamuzi, lakini hawakuwa wamepoteza nguvu walionayo, hawakuwa wamepoteza silaha walizonazo, wapiganaji walionao. Nadhani imedhihirika hivi sasa baada ya huu mzozo kuingia. Mara kadhaa vyombo vya habari vya Israel vimezungumza kuhusu kuwa kwa nini tuliingia moja kwa moja kwenye vita Hezbollah, kwa sababu ni vita inayotuathiri. Mfano, ukitazama baadhi ya video nyingi zilizochapishwa usiku wa jana kuamkia leo, utaona kuwa Hezbollah wamefanya mashambulizi makubwa, yameanza kuelekea hadi Tel Aviv sana. Kwanza walikuwa kipiga Haifa na baadhi ya miji kule Naharia na miji mingine iliyopo kule pembeni, lakini wameanza kurusha makombora ambayo yanaelekea Tel Aviv. Tel Aviv ambayo ilikuwa imepata utulivu wastani kwa wiki moja, sasa na yenyewe imeanza kupata mashambulizi ya moja kwa moja ya Hezbollah kwenda upande wa pili. Hawa bado silaha wanazo. Sasa mabadiliko yaliyotokea upande wa pili ya serikali ya Lebanoni yalipelekea kuleta mamluki, na uchaguzi ulivyofanyika na rais mpya wa Lebanoni akaingia Joseph, ambaye haraka akaenda akamchagua waziri mkuu Nawafi Salami, ambaye naye unajua Nawafi alikuwa na msimamo tofauti sana mwanzo.
na Nawafi alionekana kama ulikuwa ni mwiba kabla ya kubadili msimamo. Unajua Nawafi amebadilika. Nawafi alikuwa ni rais wa ICJ ambaye kiasi kikubwa alikuwa ameikamata kesi ya Israel, hasa ile ya South Africa ilikuwa imemkalia vibaya. Kwa hiyo hujuma ya kumtoa Nawafi kuwa rais wa ICJ kumpeleka kuwa waziri mkuu wa Lebanoni ilipikwa vyema kabisa. Mpango wa Marekani na Israel, huyu lazima aondoke hapa kwa sababu kesi yake ilikuwa yeye kaishikilia vizuri kabisa. Yani kesi ilikuwa ni mbaya kwa Israel. Kwa hiyo waliamua kumtoa kwenye mahakama ya ICJ, wakampeleka Lebanoni akawa waziri mkuu. Baada ya kuwa waziri mkuu, Nawafi akabadili toni. Naye akaanzisha ugomvi mpya na washirika wengine. Na akawa anasikiliza na kuagizwa sana na upande wa pili. Hii ndio ikaleta mgogoro. Sasa hili la Israeli kukutana na Lebanoni, yani siwezi kushangaa kusikia hivi sasa watakuwa na mkutano kati ya rais wa Syria Ahmed al-Sharaa na Netanyahu. Hakiwezi kukushangaza kwa sababu Nawafi pamoja na huyu rais wa Syria huyu wa sasa Ahmed al-Sharaa, yote ni mazao mapya ya Marekani. Yote ni mazao mapya ya Kimarekani ambayo yamepandikizwa. Yani kuwa rais aliyopo sasa hivi wa Lebanoni ni zao la magharibi. Al-Sharaa ni zao la magharibi. Sasa kusikia kama watoto wa baba mmoja wanafanya mkutano wa pamoja ni kitu ambacho si hakikushangazi. Sasa kuna ile nadharia ya kuhisi kuwa mazungumzo ya Israeli na serikali ya Lebanoni yanaweza yakaleta utulivu. Bado. Kwa sababu hii serikali ya Lebanoni tayari ni serikali ambayo ilisha salimu amri kwa Israel na ilikuwa kwenye hatua zile za kuingia kwenye Abraham Accord ilikuwa kwenye hiyo hatua hii serikali. Sasa hili ni swala jingine ambao unaweza kusema ili swala liko pembeni. Lakini unapozungumza kuhusu Lebanoni, mgogoro mkubwa wa Lebanoni na Israeli ni mgogoro ulio wazi sana. Mgogoro huo ni mgogoro ulio wazi sana ambao watu wanaujua sana. Na juzi kuna rafiki yangu alinipigia simu, tulizungumza muda mrefu. Moja ya vitu alivyoniuliza sana, aliniuliza kuhusu alihisi yeye alikuwa anahisi mimi natetea Iran. Kwa hiyo nikajaribu sana kumuelewesha kisheria. Nikamwambia usiende kwenye msingi wote wa kidini, twende kisheria kuhusu Iran. Kwa hiyo nilianza kumpa kifungu kimoja baada ya kingine. Tulizungumza kuhusu masuala ya nyuklia, nikaanza kumuelewesha kuhusu nyuklia, haki, mkataba wa NPT ulivyo, IEA, nani anatakiwa kuufuata, nani hajaufuata, je, Iran ametimiza majukumu kiasi gani. Nilimpa. So tulivyokuja upande wa pili tukazungumza kuhusu Iran kufadhili makundi ambayo yanaishambulia Israeli. Tukazungumza sana kuhusu Hamas, tukazungumza kuhusu Hezbollah. Nikamuuliza swali moja kuwa ukirudi kwa mujibu wa UN, yani tukienda kwa mujibu wa Marekani na EU, haya ni makundi ya kigaidi. Yani Hamas ni kundi la kigaidi na Hezbollah ni kundi la kigaidi kwa mujibu wa EU pamoja na Marekani. Kwa mujibu wa UN, Hamas na Hezbollah sio makundi ya kigaidi. Nikamuuliza tu swali moja tu kuwa sisi kama Watanzania tunasimama wapi kwenye hili? Marekani na EU au tunasimama kwa UN? Anasema tunasimama kwa UN. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwaiteje Hamas na Hezbollah makundi ya kigaidi au sio makundi ya kigaidi? Sio makundi ya kigaidi kwa mujibu wa UN. Maana sisi ni wanachama wa UN. Tutabaki pale kwa sisi kwa mujibu wa UN haya sio makundi ya kigaidi. Nikamuuliza swali moja kuwa unaweza kunionyesha au kunipa ushahidi mara ngapi Hezbollah wameshambulia nchi nyingine tofauti na Israeli? Au mara ngapi Hamas wameshambulia nchi tofauti na Israeli? Akaniambia sijasikia. Kwa nini? Kwa sababu wanashambulia Israeli. Kwa nini washambulia Israeli? Wanashambulia Israeli kwa sababu kuna vitu wanavidai ndani ya Israeli. Nikamrudisha nyuma. Bahati wakati nazungumza naye alikuwa ameshika laptop, kwa hiyo alikuwa akizungumza vizuri. Nikamwambia nenda kafungue Article 181 ya 1947. Yani azimio namba 181 la Umoja wa Mataifa la mwaka 47 linasemaje? Akanisomea, akanijibu, akasema ili azimio lilianzisha state ndani ya ardhi ambayo ilikuwa ikifahamika Palestina, ikaanzisha nchi ambayo. Nikamuuliza ilipewa asilimia ngapi hiyo nchi? Nikamwambia, akasema ilipewa asilimia 55. Ilibaki asilimia ngapi? Ikabaki asilimia 45. Nikamwambia asilimia moja toa ni Jerusalem. Asilimia ngapi zilibaki? Akasema asilimia 44. Mkataba unasemaje? Kifungu kinasemaje kwenye ile andiko? Akasema kifungu kinasema hii ardhi iligawiwa Waarabu. Waarabu ni wa Palestina. It's okay. Sasa nikamuuliza kuwa je, hao Waarabu wanayo asilimia ngapi ya hiyo ardhi mpaka sasa? Wako chini ya asilimia 22. Ardhi yao zaidi ya asilimia 20 nyingine nani anaikalia? Anaikalia Israeli. Wana haki ya kuidai au wana haki?
anasema wanayo haki ya kuidai. Kwa hiyo ni magaidi au ni freedom fighter? Akatulia, anasema sikuwa nikilijua hili. Nikamwambia sana nakupa na jingine ambalo ili ujue vizuri kuwa mwaka 2023 vyombo vyote vya habari vya magharibi vinazungumza kuhusu Hamas kushambulia Israeli. Walivamia Israeli, wakashambulia maeneo ya Israeli, wakaua watu. Sasa tunatakiwa tuangalie vijiji gani na miji gani ilishambuliwa na Hamas kwenye hiyo. Kwa hiyo tukawa tukipekua kuangalia maeneo yaliyoshambuliwa. Nikamwambia sasa rudi kwenye 181 hiyo article ambayo ilitolewa na UN. Nenda kaniambie kuwa miji iliyoshambuliwa na Hamas katika ule mgawanyo wa mwaka 47 ni miji iliyo upande wa Israeli au ni katika 44 ambao walipewa wao? Akanijibu akaniambia ni katika 44 waliopewa wao. Kwa hiyo wewe nyumba yako uliofukuzwa, nyumba yako uliovamiwa na mwenye nguvu, ukarudi tena kuanza kufanya mashambulizi kwenye nyumba yako ile, ni wewe umevamia nyumba ya mtu au ni nyumba yako? Akajibu ni nyumba yako, unataka kuirejesha. Nikamwambia dunia inazungumza hivyo, inazungumza kivingine. So hii ndio iko hivyo. Tulivyorudi swala la Lebanon, nikamwambia kuwa rudi kwenye mkataba sasa wa Lebanon, kwenye ugomvi wa asili. Wanagombea nini? Beka ni Israeli, Beka ni Lebanon. Beka akarudi akapekua akasema Beka ni Lebanon. Kwa nini Israeli hataki kuondoka Beka? Kwa nini hataki kuondoka? Kwa sababu akiondoka hawa hawawezi kumshambulia. Sasa na huku Hamas wakirudishiwa eneo lao hata katika ule mgawanyo unaotakiwa wapewe, halafu kwa nini dunia haitaki kutenda haki? Sasa hili swala la Hezbollah au swala hili la Lebanoni ni swala ambalo linahitaji maelezo mengi sana. Ni kwa sababu limefukiwa sana na yani limetajwa katika nadharia ambayo sio sahihi. Yani hadithi, yani ile narrative ambayo inapelekwa duniani katika vyombo vya habari vya magharibi vinaongea habari ya uongo. Wanakwepa majukumu ya kisheria na haki ambayo ni sahihi, ila wanakuletea simulizi ambazo sio za uhalisia ili walazimishe kuwa hiki wao wanachokizungumza ni halisi. Sasa hayo mazungumzo acha tuyasubiri atavyokwenda, lakini hayawezi kuleta amani yoyote mazungumzo ya kati ya Israeli na Lebanon, kwa sababu ni ndugu moja wanazungumza. Yani ni watu wa lugha moja wanazungumza. Hawawezi kubadilisha chochote kwa sababu mgogoro uliopo ni kuwa Israeli ondoka kwenye ardhi ya Lebanoni, mipaka ibaki kuwa wazi. Hawa wataondoka. Jibu ni hilo tu. Huwezi kusema ondoka kwenye ardhi yao, waache wakae, halafu uone kama wao wakianzisha mashambulizi tutajua nani mchokozi. Lakini huwezi kulazimisha kuchukua ardhi zao halafu ulazimishe tu kuwa mimi ninayo haki. No, hauwezi kuwa. Hamna haki ya design hiyo. Sasa hili ni jambo moja. Sasa kuna hili ambalo limeendelea ambalo kuhusu Hormuz na kuhusu maeneo mengine nimeshaeleza kwa nafasi yake, lakini leo kumetokea taarifa moja ambayo imeandikwa na Reuters. Inasema Iran offers a proposal allowing ship to exit Oman side of Hormuz free of attack, source says. Yani Irani imeoffer proposal allowing ship to exit to exit Oman side. Yani meli zimeruhusiwa, yani Iran imetoa offer, imeruhusu meli zinaweza zikatoka kwa exit ya Oman side, yani wapitie upande wa pili wa Omani, alafu zitakuwa free of attack, yani hazitoshambuliwa. Sijui umeelewa? Free of attacks. Yani Iran wameufungua mfereji kwa pembeni, pitisheni meli zenu kwa upande wa pili wa Omani, lakini msipite kwa upande wa huku. Tunarudi pale ambapo nimekuwa nikiwaambia. Kudili na watu wenye akili unapaswa uwe na akili nyingi. Yani kudili na watu wenye akili inakupaswa na wewe uwe na akili nyingi. Nilisema kuwa hawa watu ni kama wanawachezea akili, na wameshajua sehemu ya kuchezea akili, basi ndio wanaitumia vyema kuwachezea akili. Leo hii wamebadili goli, yani uwanja umegeuka, wamebadili goli. Na hiki ndio katika kile ambacho nilikisema kuwa Donald Trump atakuja kuthibitisha ushindi wake kwa kuachiwa mfano Hormuz, au watakuja kwenye nyuklia. Hapo Donald Trump atathibitisha ushindi kuwa tumeshinda hii vita. Umeona? Yani wakati unaanza mgogoro, Hormuz ilikuwa wazi na haikuwa mikononi mwa Irani. Unamaliza mgogoro kwa kutatua tatizo ambalo halikuwepo. Yani swala la Hormuz halikuwepo, ila sasa umeenda kulimaliza na wao wameamua kulitatua lile swala, halafu wewe unahesabu ushindi. Malengo yako yalikuwa nini? Yani umesimama kwenye malengo au umetoka nje ya malengo, halafu unahesabu ushindi ambao haukukusudia wala kuwepo? Hili swala halikuwepo. So
hili swala limekuwa katika hiyo style. Lakini katika hili kuna vitu viwili bado pia vinazungumzwa katika nadharia, na hii taarifa nimeiona inaendelea kuwa taarifa inayotolewa na CENTCOM inadai kuwa meli zinaendelea kuzuiliwa na hazipiti. Lakini taarifa ambayo imetolewa tena na Reuters inaonyesha kuwa hakuna kizuizi cha Marekani ambacho kimekuwa kikizuia meli katika maji ya kimataifa, kwa sababu Marekani hayupo Hormuz. Hilo lieleweke. Marekani hayupo Hormuz. Katika Hormuz, Irani ndio kaweka mzingiro. Marekani yuko mbali na Hormuz, wala vikosi vya Marekani havipo pale karibu. Yani ukisikia zile meli, kuna meli 12. Kuna meli 12 ziko zimepaki huko. Sasa hizi meli kuna wanajeshi 10,000 wako pale, wanataka kufanya mabadiliko, sio wameleta au kisoma list. Unajiuliza, hivi hizi meli na zile zilizokuwepo mwanzo na kambi za kijeshi zilizokuwa hapo zimejaa maelfu ya wanajeshi na vifaa na marada na kila kitu. Yani tuseme zile zilikuwa mbovu, ila hao waliokuja sasa hivi ni bora sana kuzidi askari 50,000 waliokuwa awali ambao wameshindwa kubadili upepo, kuleta upepo mpya. Hivi sasa tuseme hao waliopo sasa hivi ndio bora sana. Jamani, hii hadithi hebu tuacheni. Hii hadithi haiwezekani. So kuna taarifa ambazo leo zimejiri, na kuna taarifa moja inatoka Marekani inasema US Democrat file impeachment article against Pentagon chief. Hii wabunge wa Demokrati wamewasilisha mswada kwa ajili ya kumuimpeach, yani kumwajibisha waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth, na anashutumiwa hasa kwa kile ambacho kinaonekana kama mashambulizi yaliyopiga wanafunzi kule Mina kwenye shule ya watoto kule. Wanataka kumwajibisha, lakini kwa hili kwa Marekani kwa sasa ni gumu, kwa sababu unajua nchi zimetoka kwenye maadili, na hili nalizungumza mara nyingi sana. Nchi zimetoka kwenye maadili kuwa kiongozi anaweza akafanya tukio lolote mradi ni kiongozi wa nchi ile, hakuna uwajibikaji wa namna yoyote. Marekani, kwa wale wanakumbuka, mwaka 93 au 92, wakati wa kashfa ya Monica Lewinsky, unajua wapo watu wazima wengi wanaikumbuka hii kashfa ya Monica Lewinsky. Naikumbuka vyema hii kashfa, na nakumbuka mimi nilikuwa nikisoma shule, kwa sababu nimeanza kufuatilia masuala ya kimataifa miaka mingi. Hii naikumbuka. Kashfa ya Monica Lewinsky ilikuwa ni kashfa ya kimaadili. Yani ile kashfa ilikuwa ni maadili ambayo Monica Lewinsky alikuwa ni sekretari wa Bill Clinton wakati huo. Ikaja taarifa kama Bill Clinton alikuwa na uhusiano naye Monica Lewinsky. Ilikuwa story kubwa. Nadhani watu wa zamani mnaweza mkaifuatilia, wanaikumbuka vizuri. Hii taarifa ilikuwa kubwa na maarufu sana. Sasa ile ilikuwa ni kashfa ya Bill Clinton with Monica Lewinsky. Ilikuwa ni kashfa ya viongozi kukiuka maadili. Ilikuwa ni kashfa ya kukiuka maadili. Inawajibishwa kwa namna hiyo. Lakini leo hii unakuwa na kiongozi kama Donald Trump ambaye amekuwa na kashfa kwanza za ukiukwaji, masuala ya wale wanawake ambao walifungua mashtaka, lakini anakuwa kwenye kashfa nzito kama ya absence. Kiongozi huyo wa namna hiyo, sasa ni kiongozi wa namna gani? Yani mmekosa maadili ya viongozi. Lakini viongozi kukosa maadili wamekuja kwenye jambo jingine ambalo liko wazi kuwa, mfano utakukumbusha mwaka 2017 19 huyu awamu ya kwanza ya Donald Trump alichokifanya awamu ya kwanza, alitaka wakati anataka kwenda kwenye uchaguzi kwenye awamu ya pili, Donald Trump alivyofahamu kuwa atagombea na Joe Biden, akataka kutafuta kashfa yoyote ya Biden ili aweze kutumia kwenye jukwaa ili aweze kumshinda. Kwa hiyo kashfa aliyoitafuta, akaanza kuwasiliana na serikali ya Ukraine. Wakati ule mtoto wa Biden yule nani alikuwa ni nani yule, kwa mtoto wa Biden ni nani yule, nadhani alikuwa kwenye jina limenitoka kidogo. Mtoto wake alikuwa na kampuni ya gas kule Ukraine, alikuwa akifanya biashara ya gas na mafuta. Sasa Donald Trump akamuomba bwana Zelensky kuwa, naomba mafaili ya huyu mtoto kwenye makampuni yake anapolipa kodi na vitu vingine, yani ili aone kama kuna sehemu wanakwepa kodi au fisadi au vyovyote vile, yani ili aweze kuitumia dhidi ya baba yake. Kwa hiyo aliomba yale maombi. Alivyoomba, Ukraine wakagoma kumpa, yani huyu Zelensky akagoma kumpa. Ndio maana huwa ninawaambia ugomvi wa Trump na Zelensky sio hivi tu umekuja juzi, ulianza zamani. Aligoma kumpa zile faili. Walivyogoma kumpa, Donald Trump akaamua kutumia nafasi yake ya uraisi
kuzuia misaada ya Marekani kwenda kwa Ukraine, yani akakata usaidizi, hakuna kwenda. Ile ikawa ni kashfa, kwa nini anataka kutumia mambo yake binafsi dhidi ya. Kwa hiyo aliyekuwa spika wa bunge dogo alikuwa ni Nancy Pelosi, wakamuimpeach Donald Trump, wakamfungulia mashtaka na bunge la chini likapiga kura wakamtia hatiani kuwa alikuwa anavuliwa madaraka, na tayari wakakutana kweli na hiyo kashfa kuwa ni kweli katumia madaraka isivyo, kwa hiyo hafai kuwa kwenye hiyo nafasi, wakamuimpeach. Walivyomuimpeach, ikawa sasa Senate inatakiwa ithibitishe hiyo impeachment, yani kuwa senator, wale masenator wa Marekani waidhinishe sasa na wao kuwa ni kweli amekuwa kwenye hiyo kashfa na anatakiwa kumaliza hiyo, yani wamalize, wapige kura wamuondoe kwenye hiyo nafasi. Kilichotokea sasa, maseneta chama Republican walikuwa wanashikilia Senate. Walivyoenda kupiga kura, baadhi ya maseneta wakati wanahojiwa wakakiri wazi kweli Donald Trump amekiuka maadili na anapaswa kuwajibishwa. Walivyoenda kupiga kura, wakapiga kura ya kumlinda Donald Trump na chama. Yani wakalinda Donald Trump na, yani wakamlinda Trump, wakalinda chama. Maana yake kuwa ukiukwaji wa maadili upo muda mrefu. Yani kama wangekuwa wanaheshimu maadili, wasingejali kuhusu chama, moja kwa moja wangemuimpeach. Kwa sababu wewe tunakuimpeach kwa sababu ya hili, kuwa hili haliwezekani liwe hivi kwa sababu tayari wewe umekiuka maadili. Lakini walishindwa kulinda hilo. Walichofanya wao ni kwenda kumlinda Donald Trump, wakalinda chama bila kufuata maadili. Sasa ninapozungumza kuhusu hili la Peter Hegseth hata kama atakutwa na kadhia na kashfa na ithibitishe kuwa ni kweli yupo kwenye kadhia na kashfa, bado hawawezi kumfanya lolote kwa sababu watalinda chama, hawawezi kwenda kuwajibika. Yani kuwa hakuna uwajibikaji wa kimaadili wa viongozi hata kwa Marekani. Yani hakuna uwajibikaji wa maadili wa viongozi katika nchi zote duniani. Kwa hiyo hili swala linaweza likapita tu juu kwa juu na likaenda zake mbali. Sasa jamani, masuala ya mazungumzo yanaonekana yako wazi na mazungumzo yatakuwepo, lakini bado hawajatuambia mazungumzo yatafanyika wapi. Lakini Marekani na Irani wanathibitisha kuwa kuna mazungumzo. Na kama nilivyozungumza mazungumzo yangu ya jana jioni, nikamwambia kuwa kama Marekani wanaweza kushikilia ile bomba ya kuzuia muda mrefu na Irani wakaona kuwa hatutaki kulikuza zaidi kwa sababu wanaweza kulikuza kwa kuzuia Red Sea, swala litakuwa kubwa zaidi. Au wakaona kuwa katika hivi sasa inatosha, tunaweza tukakubaliana na hivi, Irani wanaweza wakalegeza msimamo na wakarudi kwenye mazungumzo na wakatoa baadhi ya ushindi ambao utaashiria ushindi, lakini watakuwa wako salama, ila usalama wa muda. Rahby Digital, haki na ukweli.